Maji wa Ipinda Online TV, tumezuru katika mahakama ya ardhi hapa wilayani Kyela, mahakama ambayo ipo kwa ajili ya kutatua migogoro yote ya ardhi katika wilaya hii ya Kyela, na tupo hapa kwa zumuni na maana kabisa la kufuatilia kesi inayoendelea katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, lakini pia dhidi ya kanisa la KCAM. Na mgogoro umekuwa ni mgogoro wa muda mrefu, na leo hii ilikuwa ni zetu ambazo tuko nazo katika KKKT Dayosisi ya Konde katika jimbo hili la Kusini. Na kama mnavyofahamu ndugu watazamaji na wana KKKT Dayosisi ya Konde na wote ambao wanafuatilia matukio yanayotokea katika jimbo la Kusini, leo hii tarehe 23 mwezi huu wa 5 2025 kulikuwa kuna kesi moja ambayo ilikuwa kwenda kwa hatua ya hukumu. Lakini baada ya kufika hapa, kesi hiyo imeweza kuahirishwa mpaka tarehe 13. Tukumbuke tarehe 13 ziko kesi nyingine ambazo zimepangwa zipatazo 3 ambazo nazo zitakwenda kwa hatua ya hukumu. Kama unavyoona nyuma yangu niko na watu ambao walikuwa wamehudhuria katika kesi hii, na wengi wao wamekuwa pamoja na viongozi wa jimbo hili la Kusini toka mwanzo kabisa wa kesi mpaka hapa zilikofikia, na wameendelea kujitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanaendelea kusimamia na kulitetea kanisa. Niko na wakili Nixon ambaye atatueleza kisheria kesi hizo jinsi zilivyopangwa na kila kesi ni ya eneo gani. Karibu sana. Nashukuru sana. Kwa majina anaitwa Nixon William Kiliwa. Ni wakili wa kujitegemea toka ofisi ya Mtandika Law Chambers, ambaye pia ndiye mmoja wa jopo la mawakili wanaosimamia kesi hizi ambazo zipo jimbo hili la Kusini. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde jimbo la Kusini. Ni kweli mpaka sasa tumefikia hatua nzuri tangia tulipoanza kesi hizi 2023 mpaka sasa. Kwa ujumla tuna kesi 9. Lakini kesi 3 zimeshafikia kwenye hatua ya hukumu, ambayo ni kesi ya Exaudi Mitonga, pia kesi ya Yesaya Mwakisunga na Moses Makasanga na wenzie. Katika kesi hizi ambazo zimefikia kwenye hatua ya hukumu, moja ilikuwa imepangwa leo tarehe 23 ya mwezi huu wa 5 2025, ambao ni kesi ya Moses Makasanga na wenzake ambayo ipo Fubu. Na leo itakayoweza kusoma, lakini kwa bahati mbaya tumefika mbele ya mahakama hii, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza hili ambaye anaendesha kesi hizi alikuwa bado hajaikamilisha, na tumepangiwa kesi hizi siku ya tarehe 13 mwezi wa 6, ambapo siku hiyo ya tarehe 13 mwezi wa 6 2025 tutakuwa na kesi jumla 3 ambazo zote ziko kwenye hatua ya hukumu. Tutakuwa na kesi ya Moses Makasanga ambayo itasomwa saa 4 asubuhi. Tutakuwa na kesi ya Exaudi Mitonga na wenzake ambayo itasomwa saa 6, na tutakuwa na kesi ya Yesaya Mwakisunga ambayo itasomwa saa 8. Hivyo basi kesi zingine ambazo zimebakia, bado tuna kesi 2 ambazo ziko kwenye hatua ya utetezi, ambayo ni kesi moja ya Atupele Keta na mchungaji Atupele Keta na wenzie, ambayo itasikilizwa tarehe 9 mwezi huu wa 6, na vile vile tarehe 10 tutakuwa na kesi ya mchungaji Baraka Sanga na wenzake ambayo itasikilizwa tarehe 10. Lakini pamoja na hayo, kwa mwezi wa 6 huo tutakuwa na kesi zingine, ambapo tutakuwa na kesi ya Filipo Mwaisumo na wenzie ambayo itakuja tarehe 5, na tutakuwa na kesi 2 tarehe 12, ambapo tarehe 12 tutakuwa na kesi ya Nitika Ngosi kama sijakosea. Vile vile tutakuwa na kesi moja ya Lukwego ya Isuba. Kwa hiyo basi tunawaomba sana wana KKKT, ujio wako mahakamani ni jambo la msingi sana, kwa sababu leo tunahudhuria kesi za kanisa, lakini kuna wakati ambapo
utakutwa na kesi yako wewe mwenyewe huko unakoishi. Njoo ujifunze mahakamani kesi zinaendeshwa vipi. Ni funzo jema sana ambao tunawakaribisha wana KKT wote, na tunafurahi sana mnavyokuwa mnakuja, kwa kuwa mawakili pia tunapata nguvu, hata viongozi wa jimbo hili la Kusini wanapata nguvu, wakiamini kwamba wapigania kanisa bado wapo. Kama ambavyo maandiko matakatifu yanaeleza kwamba kuna watu walikufa kwa sababu ya kupigania kanisa, basi hata wana KKT jimbo hili la Kusini na maeneo mengine muhudhurie ili muweze kuendelea kutuunga mkono na kulipigania kanisa, kuokoa maeneo yote ambayo yalikuwa yamevamiwa na wavamizi walioweza kujitenga 2022. Asante. Mtazamaji wa Ipinda Online TV, tumezuru katika mahakama ya ardhi hapa wilayani Kyela, mahakama ambayo ipo kwa ajili ya kutatua migogoro yote ya ardhi katika wilaya hii ya Kyela, na tupo hapa kwa zumuni na maana kabisa la kufuatilia kesi inayoendelea katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, lakini pia dhidi ya kanisa la KCAM. Na mgogoro umekuwa ni mgogoro wa muda mrefu, na leo hii ilikuwa ni siku ya hukumu ya zile kesi 9. Kati ya zile kesi 9, kesi 3 leo ilikuwa ni hukumu yake. Na leo bahati mbaya sana, kwa sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wa mahakama, wamehairisha kesi hii mpaka pale ilipopangiwa tena tarehe nyingine. Kwa hivyo siku ya hukumu imepangiwa tarehe nyingine ambapo kesi hizi 3 zitafanyiwa hukumu zake. Nikiripoti kutoka hapa eneo la mahakama ya ardhi, mimi ni Isaya Edward Maridadi Exaudi Mbaya wa Ipinda TV Online.